Mashujaa wa kabila moja la Kiafrika walijitayarisha kupambana wakati kiumbe hatari mwenye jicho moja, Cyclops, alipovamia kijiji chao. Ustadi wao haukutosha kumsimamisha, hivyo alitafuta msaada wa mwindaji wa majini wa hadithi ambaye alikuwa akijiandaa kwa pambano. Lakini asili ya hadithi hii ilianza miaka mingi iliyopita. Kijana Jack alikuwa kila mara kwenye matatizo kwa sababu alikuwa na hasira za mara kwa mara na kuwafokea watu kwa mambo madogo zaidi hadi kufikia hatua ya kutumia vurugu. Walimu wake walikuwa wakimwadhibu kwa kumfungia ndani au kumpa mazoezi ya ziada na kumtaka aombe radhi wahusika, lakini hakuna kilichotosha kumfanya aache. Hata hivyo, Jack hakuwa hivyo siku zote. Alikuwa kijana mzuri aliyeishi kwa furaha na familia yake hadi siku ya maafa walipoenda kupiga kambi. Wazazi wake walikuwa wakicheza muziki uliokuwa ukisikika kwenye redio na Jack aliwaiga pamoja na dada yake, lakini msichana huyo alizunguka na kupotea ndani ya mwitu. Ghafla, jini la msituni, troll, lilitokea na kuanza kumla yule mtoto. Jack aliogopa sana kiasi kwamba aliganda na kuweza kutazama tu. Wazazi walikimbia kusaidia, lakini yule jini alimla mama pia. Baba alijaribu kulipiza kisasi, lakini jini alimzidi nguvu haraka. Hivyo kabla ya kufa alimwambia Jack akimbie. Baada ya kushuhudia baba yake akiliwa pia, Jack alikimbia kwa kasi kadiri alivyoweza na akawa ndiye pekee aliyenusurika. Siku hizi Jack yuko katika miaka yake ya 20 na bado ana hasira anazozitua kwa urahisi. Anafanya jitihada za kuwa bora zaidi. Ana kazi kama fundi bomba, alianza masomo ya usiku kumaliza shule ya upili na anamwona mshauri Silverstein kwa ajili ya mwongozo. Hata hivyo, swali lolote linaloulizwa na Silverstein huibua tu mfululizo mwingine wa hasira kutoka kwa Jack na hakuna maendeleo yanayopatikana. Usiku wa leo Jack anachelewa shuleni, jambo ambalo ni la kawaida kwake na halimshangazi Profesa Crowley. Mpenzi wa Jack, Eve, anampitishia barua za siri kumkaripia kwa kukosa sehemu kubwa ya darasa na hata kutokuleta kalamu, lakini Jack anatoa uangalifu zaidi kwa wasichana wengine chumbani. Usiku huu Crowley anawaonyesha wanafunzi jinsi madini ya sodium yanavyoweza kusababisha mlipuko yanapowekwa kwenye maji. Mara tu darasa linapoisha, Eve anamfokea Jack kwa kutokuwajibika na mwanafunzi mwenzake John anakuja kutoa mada zake ili kusaidia, lakini pia kutaniana na Eve. Jack anaanza kukasirika, lakini kwa bahati nzuri kabla hajafoka, Crowley anamuita. Profesa huyo pia anamkaripia Jack kwa kuchelewa kila wakati, lakini muhimu zaidi, anaomba ustadi wake kama fundi bomba kwa sababu ana shida na mabomba katika nyumba yake mpya. Muda mfupi baadaye, Jack anafika nyumbani kwa Crowley na kukutana na mbwa wake Waldo. Nyumba bado inafanyiwa usafi na Crowley anaeleza kuwa aliipata kwa bei rahisi sana kwa sababu ina hadithi mbaya nyuma yake. Jack anaenda kwenye orofa ya chini, basement, kuanza kufanya kazi kwenye mabomba na mara anapomaliza anamuomba Crowley ajaribu sinki. Kwa bahati mbaya matengenezo hayafanyi kazi na wakati mfumo mzima wa mabomba unapovunjika, valve inampiga Jack usoni. Wakati huo huo nje ardhi inafunguka na kuonyesha kitu kinachong'aa. Jack anaeleza Crowley kwamba wanahitaji kubadilisha valve hiyo, hivyo anachukua kipande cha zamani na kuahidi kurudi baada ya kupata kingine cha badala. Mara ya kwanza gari lake haliwaki na Jack anaanza kufoka kwa hasira hadi engine inapoitikia ghafla na kusitisha mambo kabla hayajawa ya vurugu. Baadaye, Crowley analala kwenye meza yake ya kazi. Waldo yuko nje akibwekea lile shimo ardhini ambalo sasa linatoa moshi wa ajabu. Moshi huu unaingia ndani ya nyumba kupitia mlango wa nyuma na kuvutwa na Crowley, ambaye anaamka ghafla na kusimama akionyesha macho meusi na akitembea kwa namna ya ajabu. Crowley anakimbia ndani ya nyumba na kugonga mlango kwa mwili wake mara kadhaa hadi anakutambua jinsi ya kuufungua. Kisha anakimbia kuelekea bustanini hata kama mvua inanyesha. Siku inayofuata, Crowley anaamka anaposikia Waldo akibwekea. Anashtuka kugundua alilala bustanini na mikono yake ni michafu kana kwamba alikuwa akichimba. Asikumbuke lolote kuhusu usiku uliopita, anageuka na kuthibitisha kuwa kuchimba ndicho hasa alichokuwa akifanya. Shimo halijawa refu sana bado, lakini sasa Crowley ana shauku na anaharakisha kuchukua jembe ili kumaliza kile alichoanza. Baada ya kuchimba zaidi, Crowley anapata bomba lililovunjika ndani ya sanduku la ajabu, ambalo analitoa nje ya shimo kwa kulifunga kwa mnyorono kwenye lori lake. Sanduku linapopelekwa ofisini kwake, Crowley analifungua na kukuta mifupa ya binadamu. Anampa Waldo mfupa wa mguu, kisha anatazama kwa karibu zaidi na kupata mshangao mkubwa. Ndani ya mbavu kuna moyo mweusi ambao bado unadunda. Waldo mwenye wasiwasi anabweka, lakini Crowley anauchukua moyo ule na kujaribu kuufanya uache kusonga, lakini hii inasababisha vidole vyake kuloa ute mweusi. Ghafla, mkono wake unajisogeza wenyewe na kuusukuma ule moyo kinywani mwa Crowley na kumlazimisha kuumeza wote kabla ya kupoteza fahamu. Wakati huo huo, Jack anaenda kwenye duka la vifaa vya ujenzi kupata valvu mpya. Muuzaji Howard anashtuka kuona valvu hiyo ni ya mfano ambao hajaona kwa miaka mingi, na Jack anaposema alipoipata, Howard anajawa na hofu. Anamuomba kijana huyo arudi kesho kwa ajili ya kipande kipya na anaahidi kuelezea hadithi ya laana iliyo nyuma ya nyumba hiyo. Kurudi kwa Crowley, anaamka na mcheuko kwenye sakafu ya ofisi yake. Hawezi kuacha kujikuna kifuani na anahisi njaa kali, hivyo anaenda kukagua jokofu. Anajaribu kula mboga, lettuce, na kuitapika, lakini nyama na maziwa anavipenda sana. Inaonekana ana njaa ya bidhaa za wanyama pekee. Jioni, Jack anafika darasani kwa wakati na yule anayechelewa ni Crowley ambaye anaonekana mchafu sana. Nguo zake zina madoa, anaendelea kucheua na kujikuna kifuani na bado kuna chakula mkononi mwake. Mmoja wa wanafunzi anapouliza kama anaumwa, anacheka tu na kusema kidogo.
Kisha Crowley anageukia ubao na kuanza kuandika mambo yasiyoeleweka na kuwafanya kila mtu acheke kabla tu hajatapika kwenye ubao wote. Crowley anajaribu kusafisha kwa mkono wa shati lake na kuamua kumaliza darasa kwa siku hiyo. Nje, John anajaribu kutaniana na Eve tena wakati Jack anapopita. John anamwambia anapaswa kumtendea Eve vizuri na kusisitiza kuwa Jack anahitaji kutulia bila kumwacha aende hadi wazungumze. Akizidi kukasirika, Jack ampiga John koni na sasa inabidi ampeleke Eve nyumbani huku Eve akimfokea kwa kuwa na vurugi safari nzima. Crowley anaenda nyumbani pia na anafika akiwa na ndoo ya kuku wa kukaanga kwa sababu hawezi kuwa chakula. Waldo hataki kumsogelea bwana wake na anabweka kila anapomuona. Crowley ampuuza na kwenda kutafuta chakula zaidi, lakini anasimama anapohisi kitu cha ajabu tumboni mwake. Kivimbe kwenye shati lake kinasonga vyenyewe na ghafla mkiwa kama wapweza unatoka mwilini mwake. Akishtuka, anaukamata kwa mikono miwili na kupambana nao hadi anapopata mkasi wa kuukata. Baadaye, Crowley anakagua jokofu, lakini kuna mbuga tu zilizobaki. Kwa sababu Waldo haachi kumbwekea, Crowley amfukuza ili mlee kwa chakula cha jioni. Siku inayofuata Jack anamwambia Silverstein kwamba anafikiri anapaswa kuhamia nchi nyingine kuanza upya. Silverstein anabainisha kwa Jack anajaribu tu kukimbia matatizo yake na kusisitiza wazungumze kuhusu msiba wa familia ya Jack. Jack hataki kuzungumzia kwa sababu kila mtu anamcheka kwa kusema aliona jini na bado anajihisi mwenye hakia kwa kukimbia. Silverstein anasema chanzo cha hasira ya Jack ni kwamba hawezi kujisamehe. Baadaye Jack anaenda kumwona Howard kupata valve mpya. Howard anaingiwa na hofu tena na baada ya kunywa kinywaji kikali anaelezea hadithi. Howard alipokuwa mtoto mdogo alienda kuishi kwenye nyumba hiyo na mjomba wake Emmett. Mtu huyu alifanya kazi kama mtafiti na alisafiri ulimwenguni akikusanya vitu. Kitu alicholeta kutoka Japani kilikuwa moyo mweusi uliotiwa ndani ya sanduku la kioo na Howard mdogo alivutiwa nao. Hadithi ilisema miaka mingi iliyopita pepo aliingia duniani kwa lengo la kueneza uovu. Kundi la wanaume walimwangamiza na moyo wake ukawekwa kama zawadi, lakini ilisemekana uovu bado ulikuwa ndani yake. Ulipita kwenye mikono mingi hadi Peter alipoununua kwenye duka la vitu vya kale. Jioni moja Howard mdogo alikuwa akiutazama ule moyo na kwa bahati mbaya aliangusha lile sanduku na kuvunja kioo. Baadaye moshi ulianza kutoka na kuchukua akili ya Peter na kufanya macho yake kuwa meusi kama ya Crowley. Peter alianza kuwa na tabia za ajabu, akihisi njaa kila wakati na kula chakula kingi. Howard mdogo aliogopa na kukagua lile sanduku na kukuta liko wazi. Baadaye Howard alisikia kelele nje na kumgundua Emmett akimla mbwa wao. Howard alipokaribia, Emmett alimngata yule mtoto na kula mkono wake. Akishtuka, Howard alifanikiwa kuvuta mkono wake na kukimbia ndani ya nyumba ambapo alitafuta bunduki ya mjomba wake na kuitumia kumuua. Baadaye, Howard alimweka Emmett kwenye sanduku ili kumzika kwenye bustani, na alikuwa na hakika bado angeweza kusikia ule moyo ukidunda. Jack haelewi jinsi mtoto angeweza kumvuta Emmett kwenye sanduku na kuchimba bila mkono mmoja, hivyo Howard anaonyesha mkono wake wa bandia Hook kuthibitisha. Hii bado haitoshi kumfanya Jack ajali na anaondoka baada ya kulipia valvu. Baadaye shuleni, Jack anajaribu kumwomba radhi Eve kwa usiku wa jana, lakini hii inazua tu ugomvi unaoisha kwa Eve kujiuliza kama wanapaswa kuachana. Jack hasiti kukubali kuachana na kumfanya Eve akasirike kwa jinsi Jack alivyokuwa tayari kumwacha haraka. Wanapoingia darasani, wanamkuta Crowley amelala juu ya meza na mikono ya shati lake na madoa ya damu. Wanafunzi wawili wanaangusha kitabu kizito mezani na kelele hiyo inamwamsha Crowley. Baada ya kucheua, Crowley anatembea huku na kule akiwa bado anajikuna kifuani na kuonekana amechanganyikiwa. Pia anatapika tena na tumbo lake linapotoa sauti, anapoteza udhibiti wa mkono wake. Mwanafunzi mwenye wasiwasi anamkaribia kumwangalia, lakini Crowley amsukuma mbali na kumuumiza. Kisha anageuka na kuonyesha kuna kivimbe kikubwa kinachokuwa kifuani mwake. Bila kusahau anatembea akitema damu. Wanafunzi wanakimbia kwa hofu na Jack anahakikisha anamsaidia yule msichana aliyeumia kuondoka wakati Crowley anapoanguka kwa magoti yake. Mwili wake unaanza kubadilika kuwa umbo la kutisha sana na mikia inatoka mgongoni ambayo anaituma kwenye korido kuwakamata wanafunzi. Jack, Eve na yule msichana mwingine wanajificha kwenye darasa moja na Jack anafanikiwa kufunga mlango wakati mkia mmoja unajaribu kuingia na kuukata mcha wake. Wanafunzi wengine hawana bahati na ile mikia inawaburuta kurudi bila kujali kama wanagonga vitu. Wanafunzi wanapoletwa darasani, wanagundua Crowley amekuwa mnyama mchafu ambaye amefunika eneo la kute. Moyo mweusi unaonekana ukidunda kwenye mwili wake ukitisha. Mwathirika wake wa kwanza ni John ambaye anasukumwa chini kabla ya Crowley kuingiza mmoja wa mikia yake kinywani kumjaza majimaji yenye sumu. Muda mfupi baadaye John anasimama na kuonekana kuwa naye ni mnyama na Crowley amtuma watafute wale watatu waliokoseka wakati yeye akimshughulikia mwanafunzi mwenzake. Wakati huo Jack anajaribu kutumia nyaya kufunga mlango. Eve anaendelea kupiga kelele kwa sababu anafikiri wanapaswa kuondoka, si ya kujifungia, na Jack anakasirika kwa jinsi Jack alivyokuwa tayari kumwacha haraka. Wanapoingia darasani, wanamkuta Crowley bado amebadilika na kuingia kwenye mikono ya wale watatu wenye lakia wakati Eve akipiga kelele, Jack anamkimbia na yule msichana mwingine analia kwa jeraha dogo. Wakati huo John anavunja mlango na kuingia. Eve anakimbia lakini yule msichana mwingine hana kasi na John anamkamata. Jack anajaribu kumwokoa bila mafanikio na kugundua John anamlaa. Hivyo Jack anakimbia pia wakati Crowley akituma wanafunzi wengine waliobadilika.
John anamkuta Eve katika darasa lingine. Kwa bahati nzuri, Jack anafika wakati na kumpiga John na kiti kabla ya kumshika Eve kukimbia. Kuna mnyama mwingine anasubiri nje, hivyo wawili hao wanakimbia koridoni na kukuta milango imefungwa. Mfagia yuko upande wa pili na anakubali kufungua anapowaona, lakini anachukua muda mrefu. Hii inampa yule mnyama muda wa kuwafikia, na wakati mlango inafunguliwa, mnyama anamrukia yule mfagiaji na kumla naye pia. Jack na Eve wanakimbia kuelekea kwenye gari la Jack ambalo linachukua muda kuwaka. Eve anamfokea kwa kuendesha gari baya na kumfanya Jack azidi kukasirika. Ili kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, redio inaanza kucheza wimbo ule ule aliosikia wakati familia yake ilipokufa. Jack anasimamisha gari ghafla huku kumbukumbu la msiba ule zikimjia, na Eve anamfokea kwa hilo. Hasira ya Jack inakuwa na hatimaye inamfanya afoke, lakini wakati huu ni tofauti. Anamwomba Eve ashuke kwenye gari lake kwa hasira lakini bila vurugu. Kisha anaendesha gari kurudi shuleni. Jack amedhamiria kurekebisha makosa yake ya zamani na anajihami na vifaa vyake vyote vya fundi bomba ili kumsimamisha yule mnyama. Kwenye korido, Jack anawakuta wanafunzi wawili waliobadilika wakigombea mwili wa mfagiaji. Wote wawili wanamshambulia mara tu wanapomuona na pambano kale linaanza. Jack anafanikiwa kumsukuma yule kijana mbali kwa muda ili kumuua yule msichana kwa kumpiga kichwani na bomba lake, kisha anaenda kumfuata yule kijana na kumpiga ngumi mara kwa mara hadi anapoanguka chini, ambapo Jack amchoma na kifaa chake. Wakati huo huo, Crowley anahisi njaa tena na kuanza kumla mmoja wa wanafunzi. Jack anaanza kutafuta njia ya kumfuta Crowley, lakini anakutana na John kwanza. Kufukuzana kunaanza shuleni na Jack anajilinda kwa kurusha chochote anachopata kwa John. Hata hivyo, John hahisi chochote na anakuja karibu kutosha kumng'ata Jack mkononi. Jack ampiga kichwa headbutt kumsukuma mbali, kisha anavunja vifaa vya mahabara kumponda John hadi kifo. Baadaye Jack anafunga jeraha lake kwa mkanda na kuchukua shoka la kuzimia moto kabla ya kukimbia darasani kwake, ambapo anamkuta Crowley akitengeneza wanyama wengine. Kwa kutumia shoka, Jack anakata ile mikia ili kuwaruhusu wanafunzi kutoroka, lakini Crowley anaanza kumshambulia kabla hajamaliza. Jack anajaribu kujificha chini ya meza na kumrushia Crowley shoka lake moja kwa moja, lakini hakuna kinachofanya kazi, na sasa mwanafunzi mwingine aliyebadilika anamshambulia pia. Crowley analitupa lile shoka mbali na kucheka akimtazama Jack akipambana na yule mnyama, lakini kicheko chake kinakata anapoona Jack anavunja mlango wa kabati na kuutumia kumuua mnyama yule. Sasa kwa kuwa kabati liko wazi, Jack anaona ile sodium kutoka darasa lililopita na kukumbuka somo lake. Anaharakisha kuikamata kabla tu Crowley hajamkamata kwa mkia kumvuta karibu, na Jack anatumia nafasi hiyo kuingiza ile sodium kinywani mwa mnyama. Akishtuka, Crowley anamwacha Jack wakati akijaribu kuitapika, lakini sodium inalipuka na kuondoa kichwa chake. Hata hivyo, moyo bado unadunda na kudhibiti ule mkia uliomkamata Jack tena. Wakati huu Jack anafanikiwa kuchukua shoka lake na kuukata ule mkia kabla ya kumkimbilia mnyama na kuushambulia ule moyo na hatimaye kumuua kabisa. Mikia yote inaanguka na wanafunzi waliobaki wanakimbia wakati Jack anamkaribia yule msichana wa mwisho na kumbusu kusherehekea. Tukio hili limebadilisha kitu ndani ya Jack na sasa anajua kuwinda majini ndio wito wake. Kwanza anarudi msituni kumuua yule jini aliyekula familia yake na hatimaye kupata amani. Kisha anaanza kusafiri ulimwenguni akipambana na majini, na sasa yuko Afrika akiwa tayari kupambana na Cyclops ili kuokoa kijiji.